Usifanye kosa hili unapomaliza hedhi. Yaani usifanye kosa hili la kutumia aina yoyote ya dawa pale ambapo unapokuwa unamaliza hedhi. Yaani umemaliza hedhi siku moja, siku mbili, siku tatu na wakati mwingine hata siku 4, unajiona unapata hali kama ya uteute au hali kama ya majimaji ambayo yanakutoka kwenye sehemu zako za siri au hali kama ya mabadiliko hususani unaweza ukajikuta unapata uteute ambao unaweza ukaa kama rangi ya kahawia ambao unaweza ukatoka na ukarudi kawaida. Yaani mabadiliko ya kawaida kabisa, kwa sababu kumbuka mfumo wako wa uzazi unajisafisha wenyewe, hususani kuanzia kwa zile kuta za mji wa mimba ambapo ndo damu ya hedhi ilipotokea, ila sivyo tu kutokana na mabadiliko hususani ya zile tishu, lakini pia kuzalishwa kwa ule uchafu kwenye mji wako wa uzazi huwa kunapelekea kujisafisha wenyewe ili kuweza kuzalisha bakteria wazuri ambao wataendelea kusimama kama walinzi katika kile kipindi ambacho umeshamaliza hedhi. Lakini pia kwenye njia ya uke huwa mazingira ya bakteria yatajitahidi yajizalishe vizuri yaweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ukijiona unapata hali kama ya uteute au unapata hali kama ya majimaji ambayo yanaweza huenda ni ya rangi ni sawa, lakini siku 4 baada ya kumaliza hedhi, kama siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, haina shida kabisa, ni hali ya kawaida. Ila kama itajitokeza kuanzia siku 5, siku 7 mfululizo hadi pale utakapokuja kujikuta unapata siku yako ya ovulation, changamoto inakuwa inajitokeza. Na hii inaweza ikaambatana na hali ya majimaji ambayo yatakuwa rangi kama maziwa mtindi. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kufuatilia, kwa sababu inaweza ikawa na mabadiliko hususani ya infection au maambukizi katika via vyako vya uzazi. Huenda ni PID, huenda ni fungus au wakati mwingine ni mabadiliko tu ambayo sio ya kawaida katika via vyako vya uzazi. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Ikiwa unapitia changamoto hizi, basi tumeweza kuwasaidia kina mama ambao walikuwa na maambukizi ambayo ni endelevu na ya kujirudia, na wale waliokuwa kwenye uhitaji mkubwa wa ujauzito wameshafanikiwa na sasa ni mama kama wanawake wengine.